Leo tarehe 12 mwezi wa 7 nimefanya ziara ya kushtukiza kwenye kiwanda hiki hapa Mkuranga, kiwanda cha Hanjin Steel Company Limited. Mahala hapa yapo mambo ambayo yamejitokeza. La kwanza, mahala hapa mifumo ya uhifadhi wa taka ndani ya kiwanda hairidhishi. Hali ni mbaya sana. Ni hatari kwa watumishi wenyewe waliopo kiwandani, lakini vile vile taka hizi zinaleta changamoto ya pili kwenye mfumo wao wa uzalishaji. Wanatumia nishati ya oil chafu, lakini hawana miundombinu ya namna ya kuihendo oil chafu hiyo baada ya kuwa wameitumia kama nishati. Wanaitiririsha, inaungana na maji machafu na inaelekea kwenye makazi ya watu, inaelekea kwenye mabonde ya maji, inaelekea kwenye mazingira ya nje na inaweza ikapelekea kuleta athari kubwa sana. Lakini si tu hivyo, kama mlivyoona kiwanda hiki ni cha uzalishaji nondo kwa kutumia taka na vyuma chakavu. Sasa kwenye process hiyo ya uzalishaji nondo kunapatikana byproduct kwa maana ya uchafu unaoitwa iron ashes, kwa maana ya masalia ya chuma ambao kimsingi ndani yake ziko heavy metals mle kama vile lead. Ni hatari sana kwa afya za binadamu. Lakini zote hizo zinaungana na maji machafu, zinaungana na hiyo oil chafu na zinatiririshwa kuelekea mazingira nje ya kiwanda na kwenye makazi ya wananchi. La tatu ambalo tumelibaini mahala hapa ni mfumo wa namna ya hewa chafu inavyotoka kiwandani. Hawana mfumo wa kuchuja zile sumu ambazo ziko kwenye hewa inayotokana na uzalishaji unaofanyika kwenye kiwanda hiki. Lakini ni muhimu sana mazingira ya ndani ya kiwanda yazingatie masuala ya usalama. Nimebaini pia kwamba kiwanda hiki hakina kibali, hakina cheti cha NEMC cha Environmental Impact Assessment. Lakini si tu hivyo, huu ukusanyaji, utunzaji na urejeshaji wa taka hatarishi una masharti yake na una vibali vyake. Hawa yote haya hawajayafuata. Kama mnavyoona mahala hapa, pamoja na mambo hayo yote niliyoyaelezea, ona hizi ni risasi. Risasi hizi hazijatumika. Na hapa tumezikuta kwa uchache. Huwezi ukajua ni risasi kiasi gani zinakuwepo hapa. Wana matumizi gani nazo? Hatuwezi kujua. Sasa bahati nzuri kamanda OCD uko hapa. Hili lifuatilieni kwa taratibu zenu za kiusalama. Sasa ninayo maelekezo yafuatayo. La kwanza, NEMC kanda hii huku pamoja na mkurugenzi mkuu wetu, mtendaji mkurugenzi wa NEMC upo hapa leo. Maeneo yote ya aina hii, kwa maana ya viwanda vyote vya namna hii, havipaswi kuwa na sura hii. Na mimi nimeshangaa sana, mlikuwa wapi mpaka sasa hali imefika hivi namna ilivyo. Na mimi niwashukuru sana watu wako, wameeleza kwamba several times wamekuja hapa wanazuiliwa kuingia. Mara nyingi wamefika hapa vijana wetu, wakaguzi wetu, maafisa wetu wanazuiliwa kuingia. Na wakiingia hawapewi ushirikiano. Watu hawa kwa maana ya wawekezaji hawa wenzetu wenye kiwanda hiki, ndugu zetu hawa, wakiitwa ofisini hawaji. Ndio maana nikasema nitakuja hapa siku ya leo kwa kushtukiza. Na nimekuja na hali niliyojionea mahala hapa. Ninaelekeza kwamba shughuli zote za uzalishaji mahala hapa zisimame. Kwa maana tusimamishe habari ya utiririshaji wote unaofanyika hapa, tusimamishe habari ya hewa chafu yote inayotoka kwenye kiwanda hiki. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ametupa dhamana ya kuyasimamia mazingira, na sisi tuna wajibu wa kuilinda Tanzania ya leo na vizazi vijavyo. Swala la mazingira ni swala la afya, swala la mazingira ni swala la uchumi, swala la mazingira ni swala la usalama wa nchi. NEMC, hakikisheni mnatekeleza maelekezo haya nilio hapa. Sheria inawaruhusu, sheria yetu ya mazingira sura 191 kuanzia kile kifungu cha 195 mpaka 198. Simamieni hilo. Mheshimiwa Naibu Waziri, tumetumia nguvu nyingi sana, kwanza kuelimisha, kutoa onyo, na hawamekuwa wakaidi kwa kipindi kirefu. Uwekezaji wa namna hii, Mheshimiwa Naibu Waziri, si safi, si salama na inatishia uhai wa Watanzania pamoja na viumbe vile ambavyo havina wa kuwasemea. Tunaweza tukawa tunapata mapato kutoka kwenye tozo au kutoka kwenye kodi, lakini fedha hiyo tunayoenda kuipata kama taifa inaenda kumnufaisha nani? Ili hali wananchi, hali yao ya afya,
hata uhai wao uko hatarini. Tutafanya maboresho yanayohitajika haraka iwezekanavyo na kurekebisha mazingira yanayozunguka. Asante.